Akitoa rai hiyo kwa serikali, mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Haki Elimu Dr. John Karage amesema utafiti uliofanywa mwaka 2020 unaonyesha 87% wanafunzi walifanyiwa ukatili wa kimwili na 90 kati ya hao walitandikwa bakora. Tunatoa rai kwa serikali kuondoa mwongozo wa elimu wa mwaka 2002 juu ya adhabu za viboko, the Corporal Punishment Regulations ya mwaka 2002 kama ambavyo nimesema, na kuandaa mwongozo mwingine wa adhabu chanya au adhabu mbadala ambayo utachangia utolewaji wa adhabu zisizo za kikatili kwa wanafunzi. Ushahidi wa kiutafiti wa Haki Elimu uliofanyika katika shule 8 za majaribio umeonyesha kwamba wanafunzi wanajihisi kuwa salama kwa sababu walimu hawatumii adhabu za viboko. Hizi ni shule ambazo tumefanya pilot ya programu ya kutumia adhabu chanya, na wanafunzi wanajifeel kwamba, yani wanajihisi kwamba hali imekuwa ni nzuri kwa sababu na wako salama kwa sababu walimu wameamua kutokuwa wanatumia viboko. Serikali inaweza ikatumia matokeo haya au mafanikio kwenye shule hizi kama sehemu ya kujifunza kwamba adhabu chanya zinaweza zikatumika katika kurekebisha nidhamu na kuondoa ukatili mashuleni. Ameongeza kuwa zipo njia nyingi za utoaji adhabu zinazoweza kutolewa kwa wanafunzi pasipo kuwatandika bakora. Sasa kwa kuwa na chombo kinacho simamia nidhamu kwenye profession ya ualimu, lakini pia kuwa na namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba sio tu watu wamesoma na kupata degree au vyeti vya ualimu, lakini pia wanapita kwenye mchakato. Kama utafanyika vizuri, nina imani tutaongeza idadi ya walimu ambao wanazingatia miiko na miongozo na taratibu ambazo zinalinda kada yao ya ualimu. Kwa upande wake, mshauri mwelekezi kutoka shirika la Haki Elimu Dr. Wilberforce Mena amesema mwanafunzi anaweza kupewa adhabu nyingine tofauti na viboko kama za vivutio ambazo zinaweza kumfanya mwanafunzi huyo aipende shule na kuweza kumrekebisha kitabia. Kwa mfano, mwanafunzi ambaye unafikiria kwamba hapendi sana kufanya kazi, ukimpa kazi afanye, wakati wenzake wanapata nafasi ya kwenda kwenye mapumziko, unaweza ukampa kazi zaidi azifanye yeye mwenyewe. Kwa hiyo atafanya zile kazi, atajifunza, lakini pia atakuwa amekosa kile ambacho wengine wameenda kufanya nini? Wameenda kukifanya. Mwanafunzi ambaye labda kwa mfano hapendi. Tamko hilo limetolewa na mashirika ya Haki Elimu, Save the Children, Msichana Initiative, TCRF, CIC, Shule Direct na Children in Close Fire. Lisungu David Kambona, Diplomatic Media, Dar es Salaam.